Masawi. Naam. Mchezo mwingine ulikuwa soka Tanzania bara unafanikiwa kuibuka na ushindi wa alama 3 katika uwanja wa KMC. Ilikuwa ni mechi ngumu kwa namna gani ili wapinzani ambao wao pia walikuwa wakihitaji mchezo huu leo hii? Ya KMC ni moja ya timu ambazo zipo kwenye ligi kwa muda mrefu, timu yenye uzoefu na ni timu ambayo ina wachezaji wazoefu, benchi la ufundi la kimataifa niseme hivyo, na wanao uwezo na ubora. Sema kwamba hawakuweza kupata matokeo chanya katika mchezo wa leo kwa maana ya timu waliokutana nayo. JKT Tanzania kwa sasa ni moja ya timu bora sana katika soka la Tanzania. Matokeo yaliyopatikana katika mchezo wa leo nadhani hakuna anayeyashangaa, isipokuwa mimi niwapongeze KMC. Wameonyesha uwezo mzuri, wameonyesha kwamba wapo na kuna kitu wanakitafuta. Kikwazo tu ni kwamba ni timu gani wamekutana nayo, lakini kwa hakika wameimprove kulinganisha na mechi 2-3 zilizopita. Mechi hii ya leo wamepambana, wamecheza na wameonyesha uwezo. Sisi tunashukuru. Katika mchezo mgumu, katika mchezo wa ushindani tumepata alama 3, na sisi ni mechi ya pili hii tunashinda ugenini. Hii inaonyesha namna tulivyo bora, kwamba hatutarajii tushinde tukiwa nyumbani. Kwa ubora wetu, popote tutakapokuwa tunao uwezo wa kushinda. Tulishinda dhidi ya Coastal Union kule Mkwakwani Tanga, na leo tumeshinda hapa KMC Complex dhidi ya KMC FC. Kwa hiyo tunatazama sasa mechi inayokuja tukiwa nyumbani. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunapata matokeo chanya. Tutawaalika TRA, tutakuwa nao pale Meja Jenerali Isamuhyo, mchezo mwingine ambao tunaamini utakuwa mgumu na wa ushindani, lakini lengo letu msimu huu ni kufika mbali. Tunahitaji tumalize ligi tukiwa miongoni mwa timu 4 bora. Sasa ili ufike huko lazima uhakikishe kwamba mechi unazocheza unashinda. Meja Jenerali Isamuhyo dhidi ya TRA, lengo letu ni kupata alama 3, kichapo cha kizalendo kiendelee kuonekana, na hatimaye msimu huu unapomalizika malengo yetu tuwe mema. Tunataka nafasi nyingi za juu kwa maana ili mpate nafasi ya kushiriki kimataifa msimu ujao. Ya lengo letu ni hilo, kwamba timu hii ya kina baba, timu ya wanaume wafuate nyayo za timu ya wanawake. Tunapotoka na timu ya wanawake kwenda mataifa ya watu huko kwa ajili ya kucheza mpira, basi na hawa akina baba, akina kaka, na wao watoke waende kushindana na timu nyingine. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba JKT Tanzania siku za karibuni inacheza mashindano ya kimataifa, inacheza mashindano ya CAF. Kwa hiyo ndio sababu wakati tunaanza ligi tulitamka hadharani kwamba tunahitaji ubingwa. Yaani hilo liko katika akili yetu na inawezekana. Tumekosa ubingwa, basi kwenye hizi nafasi 4 za juu tuwe hapo. Tunao uwezo na nina imani ligi itakapomalizika malengo yetu hayo tutakuwa tumeona nafasi nyingi sana ambazo zimepatikana za kufunga, mmeshindwa kupata goli. Pengine labda kuna mchezaji ambaye yupo nje ambaye pengine unaamini angekuwepo angefanya kitu kwenye mchezo wa leo, pengine mngepata goli zaidi ya moja. Sisi wachezaji wetu wote tunawaamini. Mchezaji asipokuwepo ujue kwa siku hiyo hakuonekana katika nafasi nzuri ya kucheza, kwa sababu mwalimu anapokuwa anafanya mazoezi na wachezaji pale ndipo anapopata kikosi chake kitakachokwenda kucheza. Kwa hiyo kama mchezaji hayupo kwenye mchezo kwa siku hiyo, kama haumu, hana kadi zinazomzuia kucheza mchezo huo, basi huyo maana yake hakufanya vizuri katika mazoezi kumshawishi mwalimu ampange katika kikosi kitakachokuwa kimecheza kwa siku hiyo. Kwa hiyo hizi nafasi nyingi zilizotengenezwa vijana wakashindwa kuzitumia katika mchezo wa leo ni mapungufu ya kawaida,
ambayo siku zote kwa kila timu yanaweza yakajitokeza, lakini benchi la ufundi limeyatazama, limeona ni wapi wamekosea, kipi wamekosea na nini sasa wafanye ili makosa hayo yasijirudie katika mchezo unaofuata. Comment yako kuhusiana na timu nne ambazo sasa hivi zinakwenda kuwakilisha nchi kwenye mchezo wa kimataifa, ligi ya mabingwa na shirikisho hatua ya makundi. Kesho Yanga atakuwa dimbani dhidi ya Farabat, lakini Singida naye dhidi ya Stellenbosch. Ya mimi nawatakia kila lililo jema. Zile ni timu kutoka katika taifa la Tanzania. Sisi ni Watanzania. Timu zinapocheza kimataifa, zinapocheza huko, wanajua hii ni timu imetoka Tanzania, ni Watanzania hawa, na miongoni mwa Watanzania ni pamoja na mimi na wewe. Kwa hiyo timu zetu zinapokuwa zinashiriki mashindano ya CAF, mashindano ya kimataifa, ni budi wa Tanzania wote tukaungana kuzisapoti ili ziweze kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi niwaombee Yanga, wanacheza na timu ngumu. Farabat ya Morocco sio timu ya mchezo, ni miongoni mwa timu ambazo ziko vizuri. Mimi niwaombee ushindi na Watanzania tuungane kuwaombea ushindi Yanga. Kadhalika Singida ambao pia wanacheza katika kombe hilo la shirikisho Afrika, na wao katika mchezo wao waweze kusonga mbele, ikiwezekana tuvuke hii hatua ya makundi twende hatua nyingine na timu zetu zote nne kama tulivyofanya kutoka katika hatua ya mwanzo kuja katika hatua hii ya makundi tukiingiza timu nne. Kwa hiyo hizi timu Mungu azibariki, azisaidie, na Watanzania tushirikiane kuziombea ili kwa ujumla wao timu nne zivuke hatua hii ya makundi zisonge mbele. Hiyo itakuwa sifa na heshima kubwa si tu kwa timu hizo bali kwa taifa la Tanzania. Shukrani sana. Asante.